Semaji. Bwana mpo vizuri eh? Tuko njema sijui. Nakunywa chai. Mimi asubuhi chai nimekunywa. Au semaji ndio unaangalia silaha zako mpya bwana. Yani safari hii siongei sana. Siongei sana. Yani naongea sana nini? Nije njikwangwe iko. Mimi nakaa tu this season. Nikija kuangalia mechi Mau pale. Nakuja mimi mama yenu pembeni na kinywaji changu hapa. Hapana share. Yani pressure hamna. Na vikosi this season na kikosi cha kucheza. Naweza kucheza leo kikosi kingine, kesho kikosi kingine, kesho kutwa kikosi kingine. Semaji. Na mechi zote nikashinda hizi. Semaji, moja kwa moja tuanzie hapa katika mashindano ya Sekafa Kagame baada ya kutoa kombe la Zanzibar. Sasa mmekuwa wawakilishi. Kwenu mnajiandaa kwa namna gani kuelekea katika mashindano haya? Yeah, of course tunajiandaa vizuri. Of course tunajua ugumu wa mashindano na ilivyo ngumu kupata nafasi ya kushiriki, lakini vile vile angalia umbali, kwa sababu mwaka jana ilikuwepo lakini ilikuwa unavuka maji tu 40, lakini this season unatakiwa aidha upande mwewe aidha upande basi. Kwa hiyo hapo wewe maisha ni kuchagua aidha upande mwewe au upande basi. Maisha ni kuchagua. Nitaona hiyo surprise hiyo surprise, lakini sehemu ambayo yani inazungumzia umbali wa sehemu. Kwa hiyo sisi tumeanza mazoezi takriban wiki ya pili sasa hivi. Na kila kitu tulikiweka katika mstari kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, lakini vile vile kuiandaa timu kwenda sio kushiriki. Yani kwa kila mashindano ambayo tutakwenda sio kushiriki. Of course wewe umeniuliza kuhusiana na Kagame, lakini msimu huu sisi tuna mashindano matano. Tuna Kagame, hii ndio ambayo tunaanza nayo. Baadaye tuna ligi kuu kwa sababu ndio itaanza mwanzo kwa ajili ya kalenda ya Afcon. Tuna FA Cup ya Zanzibar, tuna kombe la Muungano, tuna kombe la Mapinduzi. Nimekosa mashindano 6. Sisi ni wawakilishi wa Zanzibar kwenye CAF Champions League. Wawakilishi kutokea Zanzibar kwenye mashindano ya CAF Champions League. Tena wawakilishi kutokea Zanzibar kwenye mashindano ya CAF Champions League, kwa sababu CAF kuna Confederation na Champions. Kuna timu huko, kuna bwana mkubwa huko na kaangukia kwenye Confederation na shanza kulialia. Baki tu huko, kama huna uwezo wa kucheza Champions League ubakie sehemu ile ulokwepo. Al Ahly kama wajua ameanza kulialia ukarudisha kwenye kwa ndio kwa mabingwa huko anatakana mabingwa mabingwa ndo anatakikana huko. Sawa, semaji mnakwenda kukutana na Al Hilal ya Omdurman. Mko na kundi moja na wao wameshatoka kuchukua kombe la Rwanda pale. Lakini pia mko nao katika kundi moja. Unahisi kutakuwa kuna ugumu kwa namna gani kutazama kundi lile namna lilivyo? Waswatishe Al Hilal. Al Hilal timu ya kawaida sana. Sasa timu inafungwa na timu ya Masanza. Timu kweli ukafunga. Wapi? Wako kwetu hapa. Hapa Zanzibar au Tanzania? Wanapata namba? Miayusho Kenya babaishaji. Yaani kifupi pale yani hakuna timu ambayo tunaiogopa. Wote wana alama zetu 3 wale. Sawa, lakini tumeona kama KVZ imefanyia hivi. Tunaona mpaka boss wa timu na viongozi mbalimbali pia wako hapa kwa mazoezi kuhakikisha kwamba KVZ inakwenda kufanya vizuri. Ni mipango ambayo mmejiwekea rasmi kwenda kuhakikisha kwamba mnafanya kitu bora zaidi. Yeah, of course ni mipango. Unajua bosi wetu, na ndio maana uko nje inavyosemekana, mimi sina kila watu wanatamani kuwa naye kutokana na ule ubora wake, yani ushiriki wake kwenye kujiengage na timu. Yani sio bosi wa kukaa mezani akasubiri ripoti, yani yeye anashuka in deep kuja kusikiliza bwana, kuna changamoto gani, kuna jambo hili tutatue kitu gani, tufanye hivi, everything hicho katika mahala pake. Na tunajivunia sana of course kwa nafasi yetu, na tunajivunia sana yeye uwepo wake kwetu sisi, kwa sababu amekuwa ni msaada mkubwa sana. Yale ambayo huwa yanaonekana hayawezekani huwa anasaidia kuwezekana. Kwa hiyo sisi tunajivunia yeye na yeye anajivunia sisi, na ndio maana unaona anatenga muda wake. Ana majukumu mengi. Leo Jumatatu najua ana majukumu mengi, lakini ameacha majukumu hayo
sio kama ameacha, yani ametenga muda kwa ajili yetu na kwa ajili ya majukumu ya kiserikali. Kwa hiyo sasa hivi tunabadilisha jina kutoka Jalili Mafarasi mpaka Jalili Kagame. Jalili Kagame. Kagame. Hakuna mtu kama mimi. Jalili Kagame. Jina libadilika. Wasemaji wanatembea, wasemaji wanasemea timu mashindano makubwa Muungano na Mapinduzi. Utakuwa msemaji au nani? Sheha, katibu wa Sheha. Mashindano makubwa Mapinduzi na Muungano. Kwa kama kuna watu wanasema Mapinduzi na Kagame. Kagame huko ndakutana Waarabu, ndakutana na sijui wa nani. Haona mtu ya kijembe jamaa. Sasa hao yako. Kuna watu tu waka kama makatibu wa Sheha, Muungano na Mapinduzi. Mimi naenda Kagame. Uko interview kwa kizungu huko. Interview tu kwa kizungu. Interview kwa kizungu pale unaenda Rwanda. Kizungu au Kifaransa. Basi. Na watu vinapanda vile. Mambo ya busua. Merci beaucoup. Kifaransa na kile Faridi. Kifaransa na kile. Wewe kama una mtu anafanya interview kwa Kifaransa mlete. Kama kuna mtu anafanya interview kwa Kiarabu mlete. Umeona kwanza juzi nimeongea na mwandishi kutoka Sudan kwa Kiarabu, gazeti kuu la Sudan. Au hujaona? Kuna watu wajua msemaji? Ile upeleka kwenye AI. AI kwenye gazeti tena. Ile soma kwa Kiarabu, yani mimi nimeuliza kwa Kiarabu. Unajua waandishi wa Sudan hawajui lugha nyingine zaidi ya Kiarabu. Yani lugha yao za makabila na Kiarabu. Wanachoongea hata English na maingizo mapya ambayo yapo ndani ya kikosi. Sahihi. Pakome nimemwona. Kuna maingizo mapya, kuna na wengine wengi. Unajua yani kikosi msimu huu kimekusanya wachezaji kwanza vijana lakini wenye uzoefu. Na kwenye kila maeneo kuna ushindani wa namba. Kwa mfano eneo la goalkeeper kuna ushindani wa namba, eneo la defense ile kila namba ina mtu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo hii inakwenda kuongeza ushindani. Na mchezaji ambaye kwetu sisi kwa mfano hapati nafasi. Itatokea hiyo hapati nafasi. Akienda sehemu nyingine ni namba 1. Wachezaji wangapi hapa sisi dirisha dogo ile tulioacha. Kwa hiyo sisi alikuwa hapati nafasi. Wameenda sehemu nyingine eti wanategemewa. Kitu za wale mpira huu bwana. Kwa hiyo ndo football kwamba tunatengeneza ushindani sana. Kila mchezaji ambaye yuko hapa ana uwezo mkubwa sana. Ana uwezo, yani mchezaji ambaye yuko hapa ana uwezo kucheza timu yoyote. Zanzibar timu yoyote. Tena kwa namba ambayo anachagua yeye. Bali mimi sasa hivi niwekeni beki, niwekeni kipa, mchezaji ambaye yuko hapa tunamsajili. Kwa maneno hayo labda una watu wa hofu wa Zanzibar katika timu yao ya KVZ. Yeah, of course ndio maana kwamba nilikuwa natembelea mitandao ya kijamii, yani kuna baadhi ya watu wanatuambia kwamba sisi ndio tunaenda kushiriki. Yani sisi ndio tutakuwa wagawa utamu. Yani sisi katika group wanaturigari kama sisi ndio wagawa utamu. Lakini ambacho sisi nataka niwaambie tukutane Rwanda. Lakini semaji tukutane Rwanda. Utajua sasa. Which shazoea mtu akishakuwa pale akishaandikwa pale champion. Yani akitwaa ile trophy katika champion. Anakuwa anapiga parade semaji. Tumezoea kweli. Yeah, of course tumekuwa anafanya parade, anafanya sherehe ya ubingwa. Parade watu wanatembeza afu ni mara ya kwanza semaji. Sasa tumetembeza huku kuona. Tumetembeza sisi. Au ulikuwa nchi gani wewe? Sisi bado hatujafanya sherehe ya ubingwa. Ndio ambacho hatujakifanya. Lakini parade tumefanya. Ujue tuna ratiba nyingi sana za mashindano. Ujue kama sasa hivi tunaenda Kagame, alafu ujue sherehe, yani hatutaki kufanya sherehe ya kitoto. Tunafanya sherehe ya kimataifa. Kwa hiyo lazima vitu vingi sana tuviweke katika sisi tuna ratiba ya matukio. Sasa hivi ratiba yetu mipango ilikuwa Kagame. Tukirudi kuna KVZ Day. Na sasa hapa kwenye mipango ya KVZ Day ndipo sherehe yetu tutaifanyia. Tutaiwekea mipango hapo. Sawa, baada ya kutamatika mashindano ya Sekafa Kagame, tutegemee KVZ kuingia tena katika pre-season kujiandaa na msimu wa ligi. Sisi sasa hivi ndo tumeingia kambini rasmi. Yaani nyie watu wacheni walale huko. Kama nilivyokuambia Fadi, tunataka kuchukua kombe hili misimu 5 mfululizo. Simu 5 mfululizo. Sawa. Sawa, kama utaki basi sikulazimisha, lakini misimu 5 mfululizo.
Sisi just imagine, sisi tumeanza mazoezi tuna wiki mbili, watu wengine wamelala huko au wana randa. Kwa hiyo sisi tukimaliza hapa, tukirudi tunajiandaa na KVZ Day. Ligi safari hii inatarajia kuanza mapema kwa sababu ya AFCON. Unajua NBC inatarajiwa kuanza nafikiri kwenye tarehe 10 ya mwezi wa 8. Tarehe 13 ngao, 14 ligi inaanza. Hapa kwetu bado, lakini mapema ili kuendana na kasi, kwa sababu mwakani kuna AFCON. Kwa hiyo natumai ligi itaanza. Kwa hiyo ligi kabla haijaanza, sisi tutaweka mipango yetu tayari, itakuwa ishakaa vizuri. Kwa hiyo sisi tutakuwa tupo mbele ya muda. Yaani watu wanaanza mazoezi, sisi tayari tushaiva. Tunasubiri kipigwe hapo. Sawa, kutokana na idadi ya wachezaji ambayo wanatakiwa, numbers ambazo mmewekewa, umesema kuna maingizo mapya. Tutarajie labda watu ambao wametoka kwenye kikosi, tujue ratiba ipoje. Waliotoka kwenye kikosi ambao yani ndio umepa mkono wa kwaheri tunasema. Of course taarifa tutatoa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Wachezaji ambao wameondoka, si kwa ubaya, unajua hii ni kazi, au si? Kwa hiyo kuna riski hapo, kuna riski sehemu nyingine. Kuna wachezaji ambao tumeachana nao na kuna wachezaji ambao tumewauza. Kwa hiyo taarifa zote hizi tutawapa, msijali waandishi, lakini hata mashabiki wetu watazifahamu jua wachezaji ambao tumeachana nao, wachezaji ambao maisha yao na sisi yamefikia tamati na wamepata riski sehemu nyingine. Na labda kuna wachezaji ambao wameweza kuwatoa kwa mkopo katika timu nyingine. Yeah, of course kuna wachezaji pia tumewatoa kwa mkopo. Wapo. Yeah, wapo. Subiri taarifa. Yeah, msubiri taarifa. Lakini pia kulikuwa kuna wachezaji ambao walikuwa na majeraha katika msimu uliopita, inawezekana wamerejea. Of course mchezaji wetu mwandamizi kama safety yote tayari amerudia, amejiunga na kikosi. Alikuwa nje msimu mzima, unajua. Kwa akiguza majeraha yake na tayari amerecover na amerudi tayari. Ile wiki ya mwanzo alianza mazoezi madogo pamoja na fitness coach. Sasa hivi ameungana na mazoezi ya jumla na timu. Kwa hiyo ni jambo kubwa na la kufurahisha. Nikutoe sasa katika usemaji. Tuje sasa kwenye masuala ya kiuchambuzi. Unajua utakuwa sehemu fulani. Jina la kocha Yanga vitu vyangu hivyo nimekaa kule kwa Madiba au nataka tumuuje tu Brilliant, maana katikati hapo una jina la Brilliant. Yule naye bwana kaja kutupa shida bwana. Jina gani hilo? Jina kada za asili. Semaji, nikwambia nimekutoka kwenye usemaji, sasa tunaingia kwenye masuala ya kiuchambuzi. FIFA World Cup. Nusu finali. Yeah. Argentina. Nakutana nani? Argentina nakutana na Uingereza. England. Three Lions. Ufaransa nakutana na La Roya, Spain. Opoza uji. Ukitazama hivi katika hizo game zote mbili. Watu wengi sana wanasema kwamba Messi hajakutana na watu wa kiume kule kweli. Anakwenda kukutana na England na Jude Bellingham. Unahisi labda ataweza kutoboa yote? Sijui watu wanaregadi vipi bwana. Lakini kwangu mimi, unajua hii ni World Cup na kila timu ambayo inafanikiwa kufuzu kwenda hatua inayofuata na ubora. Of course kila mtu na mawazo yake, lakini sifikiri kama hajakutana na timu ambazo hazina ubora. Isipokuwa